Hadithi za Afrika zinamzungumzia kijana ambaye mpaka sasa Afrika inamuona kama shujaa, mpiganaji na kiongozi mwenye ufanisi mkubwa vitani. Huyu tunayemzungumzia si mwingine bali ni kijana kutoka jamii ya Wazulu aliyeishi mwishoni mwa karne ya 18 na mwanzoni mwa karne ya 19, na si mwingine bali ni Shaka Kasenzakhona ambaye alizaliwa mnamo mwaka 1787 akiwa ni mtoto wa chifu wa Kizulu Senzakhona Kajama na Nandi, binti wa chifu kutoka ukoo jirani wa Langeni. Kuzaliwa kwa Shaka kulionekana kama kitendo kisichokubalika kwa sababu wazazi wake walikuwa wa koo tofauti. Hii ilimfanya ahukumiwe kama mtoto haramu, yaani mtoto wa nje ya ndoa rasmi, kiasi kwamba jina lake lilitokana na neno la Kizulu Ishaka linalomaanisha mdudu anayesababisha matatizo ya utumbo, ikimaanisha pia baba yake alikanusha ujauzito wa Shaka Zulu kwa shinikizo kutoka kwa viongozi wa kikabila. Senzakhona na Nandi walitengana na hivyo kusababisha Shaka pamoja na mama yake kufukuzwa na kuishi uhamishoni kwa kabila la Langani. Huko walipitia unyanyasaji na dharau nyingi, hali iliyojenga hasira na uchungu ndani ya Shaka Zulu. Baadaye walikimbilia kwa kabila la Mtethwa chini ya utawala wa chifu Dingiswayo ambaye alimwona Shaka kama kijana hodari. Akiwa Mtethwa, Shaka alitumika kama shujaa, akijifunza na kubuni mbinu mpya za kivita ambazo zilibadilisha vita kusini mwa Afrika, akibadili mkuki mrefu wa kurusha ulioitwa asegai na kuanzisha iklwa, mkuki mfupi wa kuchoma uliohitaji wapiganaji kushambulia kwa karibu. Shaka alilazimisha wanajeshi kutembea pekupeku ili kuongeza kasi na kutembea kwa utulivu, na akasuka upya utaratibu wa jeshi lake kwa msingi wa vikundi vya rika na kuunda muundo wa pembe za mbogo, yani bullhorn formation. Mnamo mwaka 1816, kufuatia kifo cha baba yake, Shaka kwa msaada wa kijeshi wa Dingiswayo alirudi kwa Wazulu, akamuua nusu kaka yake Sigujana na kuchukua madaraka kama chifu wa Kizulu. Baada ya kuuawa kwa Dingiswaye na Zwide wa Ndwandwe mnamo mwaka 1818, Shaka alichukua uongozi wa Mtethwa na kuanza kuunganisha koo zote za Kizulu zinazomzunguka kuwa milki moja kubwa yenye nguvu. Shaka alibadilisha kabila dogo la Wazulu kuwa taifa la kijeshi la kutisha, na Shaka alipata heshima na pia kuogopwa sana na watu wake. Na hapo ndipo enzi mpya ya Wazulu ilianza, iliyojengwa juu ya nidhamu kali na ubunifu wa Shaka Zulu wa kivita. Huyo ndiye Shaka Zulu, shujaa wa Afrika Kusini kutoka jamii ya Wazulu ambaye mpaka sasa anafahamika kuwa shujaa na mpiganaji mkali kutoka jamii ya Wazulu. Mimi ni Ibrahim Jodia.